Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tulio kuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa. Wakati dunia ikielekeza macho yake kwenye fainali za kombe la dunia la soka, tunaangalia hii leo kwenye mada kwa kina changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi ambayo yanaweza yakaathiri mustakabali wa mchezo huo. We're all watching the game, but it's stopped because it's too hot. Sote tunatazama mchezo, lakini unasimamishwa kwa sababu kuna joto kali mno. Na leo katika kujifunza Kiswahili tutaelekea Zanzibar nchini Tanzania kupata maana ya neno mkwaruzo. Karibu. Ni Jumanne ya tarehe 9 ya mwezi Juni mwaka 2026 na mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi kutoka hapa New York, Marekani. Kabla ya kukuletea mada kwa kina kuhusu mabadiliko ya tabia nchi yanayosababisha ongezeko la joto kali ambayo kwa sasa yanatishia mchezo wa soka kombe la dunia, kwanza ni muktasari ambao hii leo unaletwa kwako na Flora Nducha. Karibu Flora. Asante Lea. Tuanze na ajira kwa watoto. Takriban watoto milioni 138 duniani kote bado wako katika ajira za watoto, wakiwemo watoto milioni 54 wanaofanya kazi hatarishi. Hayo yamo katika ripoti mpya iliyotolewa hii leo na shirika la kazi la Umoja wa Mataifa ILO. Katika ujumbe wake kwenye ripoti hiyo, mkurugenzi mkuu wa ILO Gilbert F. Hongobo ametoa wito wa kuchukuliwa hatua za haraka ili kubadili hali hii. Anasema, "This is unacceptable. Hali hii haikubaliki. Hebu tuongeze kasi ya hatua za kukomesha tatizo hili." Kauli mbiu ya mwaka huu, kadi nyekundu kwa ajira za watoto, mchezo wa haki kwa watoto, kazi zenye staa kwa watu wazima, inatukumbusha kwamba kila mtoto ana haki ya kusoma, kucheza na kukua akiwa amelindwa na yu salama. And safe. Sasa tugeukie Ebola. The good news. Habari njema ni kwamba hadi sasa tuna wagonjwa 19 ambao wamepona. Hivyo utambuzi wa mapema na matibabu vinaokoa maisha. Huyo ni mkurugenzi wa operesheni za tahadhari na hatua za dharura za afya wa shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Duniani WHO, Dr. Abrahman Mahmoud, akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva hii leo kwa njia ya video kutoka Bunya katika jimbo la Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, jimbo ambalo linachangia 94% ya wagonjwa wote wa Ebola. Amesema hadi sasa wagonjwa 550 wamethibitishwa na vifo 101 vilivyoripotiwa. Na ongezeko hili linatokana na kuongezeka kwa kiwango cha upimaji. Pia amesema maabara zaidi zimefunguliwa katika maeneo mbalimbali ili kuharakisha uchunguzi wa sampuli zinazoshukiwa kuwa za Ebola, ikiwemo maabara inayofanya kazi kikamilifu huko Mongubwalu. Nayo Uganda imeripoti wagonjwa 19 waliothibitishwa wa Ebola, vikiwemo vifo 2 pamoja na mgonjwa mmoja aliyeshukiwa ambaye sasa amefariki dunia. WHO imesema hadi sasa hakuna ushahidi wa maambukizi ya ugonjwa huo katika jamii nchini Uganda. Na mkutano wa 19 wa nchi wanachama mkataba wa haki za watu wenye ulemavu CRPD umeanza leo hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani, na utaendelea hadi tarehe 11 Juni. Kauli mbiu ya mwaka huu ni kuadhimisha miaka 20 ya mkataba huo na kuimarisha utekelezaji wake katika dunia inayobadilika. Washiriki wanajadili jinsi ya kutokomeza ukandamizaji, ukatili na manyanyaso dhidi ya watu wenye ulemavu, kuimarisha mifumo ya huduma na msaada, pamoja na kuongeza ushiriki wa uwakilishi wao katika maisha ya kisiasa na umma. Mwisho wa muhtasari wa habari. Asante sana Flora Nducha kutuletea muktasari wa habari. Hapo baadaye katika kipengele cha jifunze Kiswahili utamsikia mtaalamu wetu Dr. Mwanahija Ali Juma. Salia papo hapo tafadhali. Integrally, solemnly swear To exercise in all loyalty, discretion and conscience the functions entrusted to me as Secretary General of the United Nations, to discharge these functions and regulate my conduct وفي أداء عملي سوى مصالح الأمم المتحدة وحدها, and not to seek or accept instructions in regard to the performance of my duties from any government or other authority external to the organization.
Ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani kupitia chaneli yetu ya YouTube Habari za UN na pia televisheni wa shirika. Unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org kwa taarifa na makala. Mimi ni Lea Mushi, tunasonga mbele na sasa ni wasaa mada kwa kina, ambayo hii leo inatupeleka kwenye ulimwengu wa soka. Wakati dunia ikijiandaa na fainali za kombe la dunia zitakazoandaliwa na Mexico, Canada na Marekani, wasiwasi umeongezeka kuhusu athari za mabadiliko ya tabia nchi kwa mchezo huo maarufu zaidi duniani. Kutokana na ongezeko la joto kali linalovuruga mechi na vile vile kuhatarisha afya za wachezaji na washabiki, UNFCCC inaangazia changamoto hiyo na kupendekeza hatua za kuchukuliwa ili kudhibiti janga hilo. Na Feza Kira ndio ametuandalia mada hiyo kwa kina. Video ya UNFCCC inaanza na taswira kutoka jimbo la Mashingo nchini Zimbabwe, ikionyesha ardhi iliyokauka na kupasuka kutokana na ukame mkali, moja ya athari mbaya za mabadiliko ya tabia nchi. Katibu mtendaji wa UNFCCC Simon Still akizungumza akiwa mjini Bonn, Ujerumani, anasema madhara hayo hayajasalia tu kwenye ardhi, bali yamebisha hodi kwenye viwanja vya mpira wa miguu ujulikanao pia kama soka. Anasema kuelekea fainali za kombe la dunia la FIFA 2026, matukio ya kusimamishwa kwa mechi kutokana na joto kali yanazidi kushuhudiwa, akitaja chanzo ni pamoja na nishati ya kisukuku kama vile petroli, makaa ya mawe ambayo upatikanaji wake ni lazima kuchimba ardhi, kitendo kinachotoa hewa chafuzi kwa mazingira. We're all watching the game, but it's stopped because it's too hot. Hot for players, for fans, for everyone. Sote tunatazama mchezo, lakini unasimamishwa kwa sababu kuna joto kali mno. Ni joto kwa wachezaji, kwa mashabiki, kwa kila mtu. Joto linaongezeka na linaendelea kuongezeka. Hii si bahati mbaya. Haya ni matokeo ya mabadiliko ya tabia nchi. Sayari yetu inaendelea kupata joto baada ya zaidi ya karne moja ya matumizi ya nishati kisukuku kama makaa ya mawe, petroli na gesi. Nishati hii inabakiza joto angani, na sasa tunahisi madhara yake kila mahali. And now we're feeling it everywhere. Kauli hiyo inaungwa mkono na video kutoka maeneo mbalimbali duniani zinazoonesha athari ya mabadiliko ya tabia nchi, ikiwemo ukame mkali nchini Zimbabwe, mioto ya misitu huko Nepal na katika msitu wa Amazon nchini Brazil. On the pitch at every level. Viwanjani, kuanzia ngazi za juu za soka la kimataifa hadi kwenye viwanja vya kijamii, joto kali linaongeza uchovu, linafanya maamuzi kuwa magumu na linaweka wachezaji na mashabiki katika hatari zaidi. Players and fans in the red zone. Anasema madhara hayo hayaishi kwenye michezo pekee, bali pia yanaguza sekta muhimu kama kilimo na uhakika wa kupata chakula. Kutoka Guatemala, video zinaonyesha mashamba ya mahindi yanayokabiliwa na changamoto za hali ya hewa, jambo ambalo kwa mujibu wa UNFCCC linaweza kupunguza mavuno na kuongeza bei ya vyakula duniani. Mabadiliko ya tabia nchi yanayoendeshwa na matumizi ya nishati kisukuku yanaongeza gharama za maisha kwa mabilioni ya watu katika kila nchi. Katika miji mbalimbali duniani ikiwemo Bishkek nchini Kyrgyzstan na maeneo ya viwanda nchini India, uchafuzi wa hewa unaendelea kuwa changamoto kubwa inayohusishwa na matumizi ya mafuta ya kisukuku. Hata hivyo, Still anasema kuna suluhisho. The good news is that we know how to fix the climate crisis. Habari njema ni kwamba tunajua jinsi ya kukabiliana na janga la tabia nchi. Tunapaswa kuachana na utegemezi wa nishati kisukuku na kuharakisha matumizi ya nishati safi. Kick the dependence on planet heating fossil fuels. Picha kutoka Syria na Cambodia zinaonyesha wahandisi wakifunga paneli za sola na mifumo ya umwagiliaji inayotumia nishati jadidifu, hatua ambayo UNFCCC inazitaja kuwa sehemu ya majawabu ya kupunguza uzalishaji wa hewa chafuzi. Still anasema sekta ya michezo nayo inaanza kuchukua hatua ya kupunguza uchafuzi wa mazingira na kuhamasisha matumizi ya nishati safi. Sports is the world's greatest unifying force. And football is the world's biggest sport. Michezo ndiyo nguvu kubwa zaidi inayowaunganisha watu duniani. Na soka ndiyo mchezo mkubwa zaidi duniani. Wapenzi wa soka wakizungumza kwa sauti moja kulinda mchezo huu dhidi ya madhara ya mabadiliko ya tabia nchi kama joto kali, inaweza kuleta mabadiliko makubwa. Hili si swala la kuokoa michezo pekee, bali ni kulinda dunia ambayo michezo na sisi sote tunategemea. It's about protecting the world's sport depends on, that we all
depend on. Amehitimisha kwa kuwataka watu kukumbuka kuwa kila mara wanapoona mapumziko ya mchezo au mechi yakicheleweshwa kutokana na joto kali, hiyo ni ishara ya madhara ya mabadiliko ya tabia nchi, na kwamba mustakabali wa mchezo na dunia kwa jumla unategemea maamuzi yanayofanywa sasa kuhusu matumizi ya nishati na mazingira. Shukrani sana Faisal Kirwa kwa mada hiyo kwa kina. Na sasa ni wasaa kujifunza lugha ya Kiswahili, na leo Dr. Mwanahija Ali Juma, katibu mtendaji wa Baraza la Kiswahili la Zanzibar nchini Tanzania, BAKIZA, anafafanua maana ya matumizi ya neno mkwaruzo. Mkwaruzo, wingi wake, mikwaruzo ni alama katika chombo kama vile gari au mwili wa binadamu inayotokana na kuchunwa na kitu chenye ncha. Mathalan, unapokuwa unajikuna katika mwili lakini ikatokezea hadi ikaonesha alama, na kama mtu mweupe huweza kuonesha alama ya wekundu kuvilia hata damu, huo unaitwa mkwaruzo, na ikiwa mingi inaitwa mikwaruzo. Shukrani sana Dr. Mwanahija Ali Juma kwa elimu hiyo. Basi nami kufikia hapa na kunja jamvi hii leo. Tukutane tena Alhamisi kwa jarida lingine la video, lakini kwa upande wa redio ni kila siku, hivyo kesho Jumatano utapata kusikia habari za Umoja wa Mataifa. Hata hivyo, kwa sasa unaweza kutazama habari na video nyingine kwa kutembelea chaneli yetu ya YouTube Habari za UN, na katika ukurasa wetu wa X jina ni hilo hilo Habari za UN. Kumbuka pia kupakua app yetu ya Habari za UN, inapatikana Play Store na App Store. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea jarida hili, jina langu ni Lea Moshi. Ninakutakia amani na kwaheri kutoka New York, Marekani. Today, nearly 138 million children remain in child labor, including 54 million in hazardous work. This is unacceptable. We must accelerate action. The Marrakesh Global Framework Against Child Labor gives us a roadmap grounded in decent work for parents, universal quality education, social protection, and stronger laws and institutions. For the first time, it includes clear indicators of progress and a built-in accountability mechanism to track implementation and to keep child labor high on the global agenda beyond 2030. This year's theme, Red Card to Child Labor, Fair Play for Children, Decent Work for Adults, reminds us that every child has the right to learn, to play, and to grow up protected and safe. Together, let us act with urgency and determination to end child labor.